Mashabiki wa Young Africans wameendelea kuonyesha ukubwa wa mapenzi na mshikamano kwa klabu hiyo mara baada ya kufanikisha kuchangisha zaidi ya shilingi milioni 30 ndani ya saa chache, ikiwa ni sehemu ya kusaidia kulipa faini iliyotolewa na bodi ya ligi ya Tanzania kufuatia matukio yaliyojitokeza katika mchezo wa dabi ya Kariakoo uliochezwa Mei 3, 2026 katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, mchezo ambao ulimalizika kwa mabao 2-2. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa ndani na nje ya ulimwengu wa soka nchini, huku baadhi wakisifia moyo wa uzalendo ulioonyeshwa na mashabiki hao na wengine wakieleza kuwa tabia hiyo inaweza kuchochea kuendelea kwa matukio ya utovu wa nidhamu, kwa sababu klabu haitakuwa na hofu kubwa ya kubeba gharama za makosa yanayofanyika. Mashabiki hao wa Young Africans waliungana kupitia makundi na majukwaa tofauti ya mawasiliano na kufanikisha kuchangisha kiasi hicho kikubwa cha fedha ndani ya muda usiozidi masaa 10. Wengine wameeleza kuwa hatua hiyo ni ishara ya wazi namna ya mashabiki wa klabu hiyo walivyo tayari kuisapoti timu yao katika nyakati zote, iwe ndani au nje ya uwanja. Lakini baadhi ya wachambuzi wa michezo pia wameeleza kuwa tukio hilo linaonyesha nguvu kubwa ya mashabiki katika soka la kisasa, hasa kwa klabu zenye wapenzi wengi kama Young Africans. Wanasema kuwa si jambo la kawaida kwa mashabiki kujitolea fedha zao kwa haraka kiasi hicho kwa ajili ya kusaidia klabu, jambo linaloonyesha kiwango kikubwa cha uaminifu walionao kwa timu yao, kwa sababu kuna baadhi ya mashabiki wamejitolea hadi kiasi cha shilingi milioni 10, wengine milioni 5, wengine milioni 1. Unaweza kuona namna gani mashabiki wana uzalendo wa hali ya juu. Hata hivyo, pamoja na pongezi hizo, mjadala mwingine umeibuka kuhusu athari za muda mrefu za tabia hiyo. Wapo wanaamini kuwa kuendelea kuchangia fedha za kulipa faini kila mara kunaweza kuondoa hofu ya adhabu kwa baadhi ya watu ndani ya klabu au mashabiki wenyewe, hali inayoweza kuchangia kuendelea kwa vitendo vya kiukwaji wa sheria na kanuni za ligi. Baadhi ya wadau wanadai kuwa kama klabu zina uhakika kupata msaada wa kifedha kutoka kwa mashabiki, basi adhabu za fedha zinaweza kupoteza maana yake ya msingi ambayo ni kuleta nidhamu na uwajibikaji. Kwa mtazamo wao, naona kuna haja kwa mamlaka za soka kuanza kufikiria adhabu nyingine kali zaidi zitakazosaidia kudhibiti matukio ya utovu wa nidhamu. Ikumbukwe hii si mara ya kwanza kwa mashabiki wa Yanga kujitokeza kusaidia kifedha pale klabu au mmoja wa wachezaji wake anapokumbwa na changamoto. Awali mashabiki hao waliwahi kumchangia mlinda mlango wa timu hiyo Djigui Diarra kiasi cha shilingi milioni 4 baada ya kutakiwa kulipa faini kufuatia vitendo vya utovu wa nidhamu katika mchezo wao dhidi ya Mtibwa Sugar. Hatua hiyo ilipokelewa kwa hisia tofauti kama ilivyo sasa, ambapo wengine waliona kama upendo wa mashabiki kwa wachezaji wao, huku wengine wakisema kuwa ni muhimu kwa wachezaji na viongozi kuwajibika kwa matendo yao bila kutegemea msaada wa mara kwa mara kutoka kwa mashabiki. Lakini licha mjadala huo, jambo lisilopingika ni kwa mashabiki wa Yanga wameendelea kuthibitisha kuwa wao ni sehemu muhimu ya mafanikio na uimara wa klabu hiyo. Uwezo wao kuungana kwa haraka na kutoa mchango mkubwa wa kifedha unaonyesha namna soka la Tanzania lilivyoanza kubeba nguvu kubwa ya jamii na ushawishi wa mashabiki. Niachie comment hapo, wewe unaona ni sahihi kwa mashabiki kuweza kuchangisha ama kutoa fedha zao kwa ajili ya adhabu ya klabu au mchezaji mmoja mmoja? Mimi ni Justin Kosa, hii ni Losholi TV. Usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram tukitumia Losholi TV, lakini pia Facebook na kule TikTok pia tukitumia Losholi TV.